صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Maudhui tuliokuwa nayo ni ile dua, ufafanuzi na sharhe ya msisitizo wa dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhimiza kuomba mara tu baada ya kuhitimisha kisomo cha tahiyatu ya mwisho, mara tu baada ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi miongoni mwa dua ambazo tumehimizwa kusoma, basi miongoni mwa ni dua ambayo hivi sasa tunayo: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Kwa hivyo darasa lililopita tulimalizia kusherehesha wa min fitnati al-mahya. Allah tuhifadhi, atukinge na mitihani katika uhai tuliokuwa nao. Na tulisema mwanadamu anaweza kutainiwa kwenye dini yake hapa duniani, na mtihani ukawa baina ya mambo mawili: ala shubuhati wa ala shahawati. Na mitihani hii ndio iliyokumbwa waliokuwa kabla yetu sisi, al-yahudu wan nasara. An-nasara walifeli katika shahawati na al-yahudu walifeli katika shahawati, ama an-nasara walifeli katika shubuhati. Shahawati ni kuijua haki na unajua kabisa haki ni hii, lakini nafsi yako ikawa bado haitaki kuifuata haki, ikaona bora ifuate batili kwa maslahi ambayo yeye mwanadamu wa nafsi anaona. Lakini shahawati, shubuhati ni fitna ambayo mwanadamu anapewa kutokuwa na tamyiz ya kujua haki na batili, na kwa sababu ya uvivu aliokuwa na mwanadamu kutokusoma na kujua haki iko wapi na batili iko wapi. Kwa hiyo hajui, hawezi kupambanua, yeye anaona mashaka tu upande wake. Kwa hiyo tamaki anafanya mambo ambayo sio sahihi, akaiacha haki. Kwa hiyo yote sisi tunaomba ndani ya swala, Mungu atuepushie fitna katika upande wa shubuhati kama ilivyokuta manaswara, na atuepushie shubha kwa upande wa shahawati kama ilivyokuta Mayahudi kwa kusema ihdinas siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naomba dua hiyo kwa Allah tuepushie. Ama leo tuendelea na fitna wa min fitnatil mahya wal mamati. Anasema Sheikh katika kurasa wa kitabu chetu 155, wal mamatu lau fitnatani, na kufa au wakati wa kufa kuona mitihani miwili. Ihdahuma qabla al-maut, moja ni kabla ya kufa, wa thania baada al-mauti, na mtihani wa pili ni baada ya kufa. Alfitnatu qabla al-mauti, fitna au mtihani utakokuwepo kabla ya kufa. Anna al-insana, ya kwamba binadamu, idha hadharahu ajaluhu, muda wake wa kumalizika duniani utakapohudhuria, saa ya kuondoka itakapomfikia, na akaishi katika ulimwengu wa sakaratul mauti, jaahu shaitan, muda huo binadamu huyu hujiwa na kiumbe mal'un, shaitan. Faawrada alayhi shubuhati, sasa atakuwa akimletea hapo shubuhati, kumfanya atatizike, awe hajui akamate wapi, na yeye hatimaye kumuonesha njia na yeye ni sahihi, na mwanadamu akapotea katika dakika za mwisho kabisa.
hatta rubbama yakhruju min ad-dini inda mauti, hata wakati mwingine mwanadamu anafika wakati anatoka katika dini wakati wa kufa kwake. Yani kaenda vizuri, lakini wakati wa kufa kwake mwanadamu huyo anaiacha dini, anakufa nje ya dini ya Uislamu. Wanayadhu billahi min dhalik. Walihadha yanbaghi an tas'ala Allah daiman husna al-khatima. Kwa hivyo ewe mwanadamu, ndugu yangu wa imani, ewe Muislamu mwenzangu, wewe yakupasa daima siku zote muombe sana Allah akupe mwisho mwema. Hadithi yetu ya Mtume salama ambayo anayahadithia hadithi ndefu sana kiasi ambacho wanasema itafika wakati mwanadamu atafanya kheri kiasi ambacho baina yake yeye na pepo ni dhiraa tu, akia dhiraa tu ingepone. Fayamal bi'amali ahli an-nari, hatimaye mwanadamu huyo anafanya matendo ya motoni, fayadkhuluha, anaingia moto. Dakika za mwisho